Kweli ninapowaona huko mbele yangu napenda na nini mwe mnatabasamu kama na mimi ninavyotabasamu. Kwa sababu najua kama niko hapa siko kwamba niko kwenye nyumba yangu, niko kwenye nyumba ya Mungu. I know me being here it's not like I'm in my house, but I'm in the house of God. Na nikiwa kwenye hii nyumba sitaki kuona uso wangu na kunjamana. And if I'm in this house I don't want to see my face sad. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio mama, leo tusomee kitabu cha Mathayo sura ya 6. Please mom read us in Matthew 6. Mstari wa 14 hadi 15. Matthew 6, 14 through 15. Mathayo 6:14 hadi 15. Mathayo sura ya 6 mstari wa 14 hadi 15. Tunaenda kusoma katika jina la Bwana. Neno la Bwana linasema kuhusu sala. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 14. Maana mkiwasamehe watu makosa yao, Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi pia. Lakini msipowasamehe watu makosa yao, naye Baba yenu hatawasamehe ninyi makosa yenu vile vile. Amen. Amen. Let's read. In the name of Jesus. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespass, neither will your Father forgive your trespasses. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio muda huu nataka tuzungumzie kuhusu kutokusamehe wengine ni dhambi kama dhambi nyingine. You not forgiving others, it's a sin just like other sins. Biblia inatuambia kwamba kama ukusamehe mtu na Mungu naye hata kusamehe. The Bible tells us that if you don't forgive, God will not also forgive you. Sisi kama Wakristo, As Christians, unapokosewa usisubiri kwamba mpaka wakuombe msamaha. when somebody do something bad, you don't wait for them to come and ask for forgiveness. Sisi kama Wakristo wakikukosea ni lazima uombe msamaha pale pale, mmalize yale mambo pale pale. We as Christian, even if somebody did you bad, you just go and ask them for forgiveness so you can finish everything that is. Sio vizuri upeleke yale mambo nyumbani baadaye sasa yalete shida kubwa huko nyumbani. It's not good for you to go with the anger home and cause other problems later. Muite yule mtu mmalize pale pale na kila kitu kiwe tayari kimemalizika. Call the person and talk about it so everything can be finished. Kila mtu ajisikie kama yuko huru. Mungu akija sasa hivi anaweza kwenda mbinguni. So everybody can feel free, even if God comes now, they can go to heaven. Dhambi ya kutokusamehe ni dhambi kubwa. The sin of not forgiving is a big sin. Tukiangalia kwenye Biblia kuna dhambi mbili ambazo Mungu alisema kwamba binadamu akizifanya hizo ni dhambi ambazo hawezi samehewa na yeye. If we look in the Bible, there are somewhere God says there are two sins that if a human does it, they can never be forgiven. Kuna dhambi ya kutokusamehe. There is a sin of not forgiving. Na dhambi ya kukufuru Roho Mtakatifu. And the sin of blaspheming the Holy Spirit. Hizo ndizo dhambi ambazo ukizifanya Mungu hawezi kusamehe. Those are the two sins, if you do them, God cannot forgive. Kwa hiyo tusidharau kitu cha kusamehe, ni kitu kikubwa sana katika maisha ya Mkristo. Let us not underlook forgiveness. Tujue kwamba sisi ni Wakristo tunaenda mbinguni. Let us know that we are Christian and we are going in heaven. Tuangalie kwamba sasa hivi Mungu akija niko tayari ninaweza kwenda. Let us look into us and ask ourselves, if God comes today, am I ready to go? Kweli nimetengeneza vizuri na jirani yangu? Am I good with my friends? Nimetengeneza vizuri na familia yangu? Am I good with my family? Hicho ni kitu cha muhimu cha sisi Wakristo kuangalia. That's a very important thing as we as Christians. Uwe nacho makini sana. We need to be careful with Ni it. kitu ambacho kinaweza kupeleka motoni. It's something that can take you to fire. Msamaha una nguvu nyingi. Forgiveness has power. Kwenye msamaha kunakuwa na upendo. Through forgiveness there is love. Ikiwa unampenda ndugu yako hawezi mfanyia kitu kibaya. If you love your brother, you cannot do anything bad to them. Kwa hiyo tuangalie sisi kama Wakristo. We need to look as Christians. Tuangalie jinsi gani ambavyo tunavyoenenda katika njia ya Yesu. To see how we are going.
Tukiangalia ndugu yetu Stefano, if we look at our brother Stephen, katika Biblia Stefano, in the Bible, Stefano aliweza kupigwa mawe. Stephen was stoned. Alipigwa mawe. He was stoned. Sio kitu sio kitu ambacho ni kitu cha rahisi. Mtu akiwa anakupiga mawe na unajua kwamba huyu mtu ananipiga mawe ni lazima ataniua. It's not easy for somebody to just throw stones on you and you know you might end up dying. Alikuwa anajua anapigwa mawe na mwisho ataniua. He knew he was stoned and to the end he gonna die. Lakini Stefano hakuweza kuweka yale yote moyoni. But Stephen did not put all that in his heart. Alichokisema, Bwana wasamehe. This is what he said, Father forgive them. Bwana wasamehe. Father forgive them. Kwa sababu hawajui wanachokitenda. Because they don't know what they are doing. Stefano alikuwa binadamu kama mimi na wewe. Steve was a human just like you and me. Alikuwa na damu na mwili kama wangu. He had blood and soul just like me. Sasa siku ya leo ni kwako wewe ambao uko hapa mahali hapa. Today is your day, you will be here. Ni kweli uko tayari kumsamehe ndugu yako akifanyia kosa hapo hapo? Are you really ready to forgive your brother or sister if they do you wrong? Yes. Uko tayari? Are you ready? Hiyo ndio Mungu anapenda. That's what God wants. Ukifanya hivyo utakuwa umemfurahisha Mungu. If you do that, you'll make God happy. Ukifanya hivyo hutamchukia mtu mwingine. If you do that, you'll not hate anybody. Ukifanya hivyo utakuwa na upendo na watu wote. If you do that, you'll have love. Ni hilo neno la Mungu na Mungu alibariki. Amen.